Mungu katika jina la Yesu. Hebu tuinue sauti yako, paza sauti yako kwa Bwana. Ni asante kwa umbali huu Bwana, ninakushukuru Baba, ninakuinua Baba, ninakuhimidi Baba, ninakupa sifa katika jina la Yesu. Asante kwa wema wako Bwana, asante kwa fadhili zako Bwana. Bwana ni asante kwa umbali umenileta katika jina la Yesu. Asante kwa mkono wako wa ajabu, asante kwa nguvu zako za ajabu. Utukuzwe Bwana asubuhi ya leo, utukuzwe Mungu wa baraka. Ninakushukuru kwa wema wako, nakushukuru kwa mkono wako wa ajabu. Imeandikwa umenichora katika mtanga wa mikono yako Bwana. Ninakutukuza kwa umbali huu wote Bwana. Baba, ninakupa sifa Baba, ninakupa utukufu katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Utukuzwe Bwana na uinuliwe katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Ombi la pili, ningelipenda tu uombe ya kwamba na utangaze, maana maandiko yamesema utatangaza jambo, utasema jambo na litatimia. Nataka utangaze, maandiko inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa jambo. Tuko mwisho wa mwaka wa 2025. Kwa hivyo kuna heri za mwisho, kuna baraka za mwisho, kuna afadhali za mwisho. Na nilikufunza nikakwambia, mtu anaitanishwa na kumalizia, mtu haitanishi na kuanza. Bwana asifiwe. Mpira haitanishi ukianza utafunga mabao mangapi. Mwenye atamaliza vizuri, huyo ndiye ataishi tukiimba yeye. Bwana asifiwe. Kuna wengi walianza vibaya sana, lakini walimaliza vizuri. Ibrahim ni mmoja wa watu ambao hawakuanza vizuri. Anatoka kwa jamii ambayo inaabudu sanamu. Bwana asifiwe. Anaingia kwa ufalme wa Mungu, anakosa mtoto, lakini alimaliza akiitwa baba wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Alimaliza akiitwa baba wa imani. Yusufu haikuenda vizuri, walimchukia, walimfanyia vyote, lakini Yusufu alimaliza vizuri. Bwana asifiwe. Yakobo, vita kuanzia kwa tumbo ya mama. Yakobo, shida kuanzia kwa tumbo ya mama. Lakini niko hapa kukutangazia, ilijalisha vile Yakobo alimaliza. Yakobo akumaliza akiitwa Yakobo, akumaliza akiitwa Mkoda, alimalizwa akiitwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na watu wengi kwa Biblia, hata Yesu mwenyewe hakuanza vizuri. Haleluya. Kuzaliwa kwake, Mariamu alipopokea ujauzito, ilileta shida kati ya Mariamu na Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa kwake ukaleta shida, lakini alimaliza na utukufu. Bwana asifiwe. Alimaliza kwa kushinda kifo, na maandiko yanasema akafufuka na utukufu mkubwa. Leo tunajivunia Yesu kwa sababu ya kufufuka kwake. Leo tunajivunia Yesu sana, na injili imepata nguvu kwa sababu ya kufufuka kwa Yesu pekee yake. Kama angefufuka, hii injili ingekuwa na nguvu. Kama angefufuka, injili atoke mbili. Lakini ukipata mwanzo wake uko mzuri, lakini alimaliza na utukufu. Bwana asifiwe. Pengine unasema, pasta, mwaka wako umekuwa mbaya kwa sababu nilianza mbaya. Wacha nikuambie, kuanza vibaya hakumaanishi utaendelea vibaya na utamaliza vibaya. Katika maisha inajalisha sana vile ambavyo utamaliza. Biblia katika Genesis inaanza kwa kusema hapo mwanzo kulikuwako na Mungu alikuwako. Jambo lingine inataja kwamba kulikuwa na giza, na inataja kwanza nchi ilikuwa ukiwa. Bwana asifiwe. Lakini maandiko inasema siku ya sita Mungu akaona kila alichokifanya ni kizuri. Alipoona ni kizuri, ni nini alifanya? Alipumzika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mwisho wa mambo ya Mungu ni mambo mawili. Alisema vyote alivyofanya, akasema ni vizuri, na mwisho alimalizia na kupumzika. Mwisho. Soma Biblia, tafuta watu wengi akina Sauli, akimchange kuwa Paulo,
walimalizia vizuri. Walimalizia vizuri. Walianza vibaya, walimalizia vizuri. Bwana asifiwe. Nataka tuombe katika jina la Yesu ya kwamba Bwana asili kuachilia neema ya kumaliza vizuri ndani yako, nguvu ya kumaliza vizuri, kibali ya kumaliza vizuri. Kama aliwapa wana wa Israeli kibali walipokuwa wanatoka, unaweza pata kibali unapomalizia na ukamalizia vizuri. Ombi lako ni umalizie vizuri. Nataka uinue mikono yako juu, anza kutangaza, maana imeandikwa ukitangaza itatimia, itatokea, itakuwa hivyo. Anza kutangaza katika maisha yako. Tangaza, ninamaliza vizuri mwaka huu, nitamaliza vizuri mwaka huu. Anza kutangaza katika jina la Yesu, nitamaliza vizuri mwaka huu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Natangaza kumaliza vizuri katika jina la Yesu. Haijalishi nilivyoanza, inajalisha nitakavyomalizia. Ninasimama kutangaza katika jina la Yesu Kristo. Napokea neema ya kumaliza vizuri. Napokea neema ya kumaliza vizuri. Napokea kibali ya kumaliza vizuri. Nasimama kutangaza kwa ajili ya kuamini. Natangaza kumaliza vizuri. Natangaza kumaliza vizuri. Natangaza kumaliza vizuri. Kila roho za kuvamia watu wakati wa kumalizia haitafaulu juu ya maisha yako. Haitafaulu juu ya maisha yako. Haitafaulu katika jina la Yesu. Haitafaulu katika jina la Yesu. Tunatangaza kama kanisa kumaliza vizuri. Tunatangaza kama binafsi kumaliza vizuri. Fungua kinywa chako, tangaza na maliza vizuri mwaka huu katika jina la Yesu. Tangaza na maliza vizuri. Tangaza na maliza vizuri. Tangaza na maliza vizuri. Chochote kilikuwa kimepangwa kinyume hakitafaulu kwa jina la Yesu. Hakitafaulu kwa jina la Yesu. Chochote kibaya kilikuwa kimepangwa kinyume na wewe hakitafaulu. 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 Haitafaulu. Haitafaulu. Haitafaulu katika jina la Yesu. Haitafaulu katika jina la Yesu. Haitafaulu katika jina la Yesu. Na ninatangaza neema ya kumaliza vizuri. Neema ya kumaliza vizuri. Maliza vizuri. Maliza vizuri katika jina la Yesu. Maliza vizuri. Na kuombea maliza vizuri. Na kuombea maliza makao vizuri katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Patia Bwana Yesu makofi mazuri. Nabarikiwa sana, naweza ukaketi chini katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tunaongea kuhusu kujenga kwenye msingi imara, kujenga kwenye msingi imara. Lakini kitabu cha Efeso 4 kile tunafuatilia kuchukua ni kuyumbishwa. Bwana asifiwe. Ni vile tunaianzia mbali, lakini ndio kuichukulia mbali. Lakini point ya maana tunachukua ni verses number 14. Hallelujah. Ephesians chapter 4 verses number 14. That's our point kulingana na ujumbe ambao tunaendelea nao. Tunaongea kuhusu msingi imara, kujenga kwenye msingi imara na pia kujengwa kwenye msingi imara. Kwa sababu tumeona kwamba tunapaswa kujenga na tunapaswa kujengwa. Mambo ni mawili. Bwana asifiwe. Jenga huduma yako na pia wewe binafsi kubali kujengwa kwenye huo msingi. Na ndio tukasema ya kwamba sasa point ambayo tutaifikia ni kwamba ukishajengwa kwenye msingi imara, itakuwa vigumu kuyumbishwa na upepo na mawimbi ya elimu nyingine ama mafundisho mengine. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu anaongea kwamba siku za mwisho Makristo watakuja. Jina la Bwana litukuzwe. Watakuja. Watu watakuja kufanya nini? Watakuja kukuongelesha kuhusu Kristo. Watakuongelesha vitu 9 mzuri lakini moja mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunataka tuangalie kwamba kanisa la Kristo mara nyingi
inayumbishwa kwa sababu ya ukosefu ya msingi, na msingi inajengwa. Na kila mjenzi atakwambia ya baba, msingi inagharimu sana. Kila mara unapotaka kujenga, utaangalia sehemu ya msingi na pia roofing ya nyumba na foundation. Hizo vitu mbili zinakula pesa vizuri. Haleluya. Sehemu hizo mbili ndizo zinachukua pesa sana. Ukiamua kuanza kujenga nyumba yako ya ghorofa, lazima utainvest vizuri kwa hiyo msingi. Saa zingine utaenda kwa wanao kuchorea, utajipata pesa ulio nayo itatosha msingi peke yake, kwa sababu kulingana na vile unataka kujenga ndivyo utaweka msingi thabiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa ajili ya nyumba hii iweze kustahimili anga zote, Bwana asifiwe, iweze kustahimili kila aina la jaribu ambalo itakuwa inakuja kupiga hii nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona kwamba nasi pia tumeokoka, lakini tunahitaji kujengwa. Sababu tunaweza tukasema shida kubwa tulionayo ni kutokujengwa. Na mimi huwa nasema hivi, inaanzia kwa kuokoka. Inaanzia wapi? Kwa kuokoka. Alafu tunaendelea. Lakini mara nyingi wengi wamechukua ukishaokoka kuisha maneno. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaokoka mambo ni sawa sawa. Leo nimekuja kusema inaanzia kwa kuokoka. Kwa sababu nilikwambia hivi, elewa wakati unaokoka ni nini inatendeka kwa maisha yako. Na elewa wokovu inafanya nini kwa maisha yako. Uhusiana na wokovu hakuna kitu utagharimika. Yesu alikuja kugharimika kwa sababu ya kuokolewa kwako. Kwa hivyo kwa wewe kuokoka unahitaji tu kuamini. Hakuna gharama unaweza kufanya. Hakuna kitu nitakwambia ufanye ili uweze kupokea wokovu. Wokovu tunapokea bure. Bwana asifiwe. Na nikakwambia wokovu ni kumkubali Yesu, ni kumpokea Yesu. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kuokoka ni kumwamini Yesu. Na nikasema kuokoka sio kumjua Yesu. Kuokoka ni kumwamini Yesu, na pia pengine tuseme kumpokea Yesu. Lakini kuokoka sio kumjua. Watu wakiokoka hawamjui Yesu, wanampokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapookoka ni nini tunafanya? Mpaka wa leo tunaendelea kumjua. Maana Yesu tunapaswa kumpokea na anapaswa kujengwa. Yesu tunapompokea kuna life tunapokea. Tunapokea uzima wa milele. Halo? Tukimpokea Yesu tunapokea nini? Ili kila muaminie asipotee bali awe na nini? Kwa hivyo tunapomwamini Yesu tunapata nini? Uzima full. Tunapata uzima wa milele kamili. Lakini tena Yesu anapaswa kujengwa. Basi tunapokea uzima wa milele. Haya, uzima wa milele ni Yesu. Interpret. Uzima wa milele ni nini? Uzima wa milele, Yesu ni uzima wa milele. Maana ukimpokea unakuwa na nini? Ili kila muaminie asipotee bali awe na nini? So ukimpokea Yesu umepokea nini? Uzima wa milele. Kwa hivyo Yesu ndiye pumzi ya wokovu. Halo? Yesu ndio nini? Ndiye pumzi ya wokovu. Kupumua kwa wokovu wako ni Kristo Yesu. Na ameingia kwa njia ya nini? Ya kumwamini. Lakini tena tunasema jambo la pili tena. Kristo na anapaswa kufanywa nini tena? Anapaswa kujengwa. Mpaka wa leo hatujamaliza kumjenga Yesu kwa maisha yako. Bado tunaendelea
ajengeke au mpike. Hiyo ni action. Kwa hivyo tunapaswa kumuumba Kristo ndani mwako, tunapaswa kumjenga Kristo ndani mwako, tunamjenga na mafundisho. Elimu ya Kristo unapozidi kuipokea, ni Kristo anajengeka ndani mwako. Haleluya. 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 Bwana asifiwe. Sasa tuko kitabu cha Waefeso 4:11. Kwa nini tumepewa vipawa hizi? Kwa nini tumepewa huduma hizi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko inasema kitabu hicho cha Waefeso 4:11, it was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Ni yeye alipokuwa akipaa, aliteka nyara wanadamu, wengine akawapa utume, wengine unabii, uchungaji, walimu na pia na uinjilisti. Kwa nini? Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kwa wale wameokoka, haleluya, hawamjui Yesu, wanahitaji kujengwa, na Kristo anahitaji kujengwa mioyoni mwao. Sasa na ndio maana kwa kwenda kwake hakutuacha tu, maana alisema hapana, nikiwawacha haitakuwa sawa. Kuna kazi inapaswa endelea kwa wale watakao amini, kwa wale ambao watakuja, wanaipaswa kufanyiwa kazi. So kwa nini tunapewa vipawa hivi? Mstari wa 12, number 1, to prepare God's people for works of service. Kwa nini tumepewa huduma hizi? Kwa sababu ya kuandaa watu wa Mungu kwa ajili ya kazi ya huduma iendelee. So kazi ya huduma nambari ya kwanza ni kutuandaa. Tafsiri zingine inasema to perfect the saints. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kutuweza kutuandaa kwa ajili ya kazi ya huduma ili iweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee na 2, so that the body of Christ may be built up. Bwana asifiwe. Ili mwili wa Yesu, mwili wa nani? Mwili wa nani? Halo, mwili wa nani? Wakati wanamjua Yesu, tunamjua Yesu, anapaswa kufanya nini ndani mwako? Kumbuka sasa hapa ni watu wawili. Tuko na apostles, tuko na the gifts, na tuko na watu wa Mungu. Tuko na vipawa na tuko na watu wa Mungu. So tumesema watu wa Mungu wanapaswa kufanya nini? Kukua prepared kwa sababu ya huduma. Hii inamaanisha kwamba kila mtu anapaswa kukua huduma. Kuna wale ni wa huduma through calling, na kuna wale ni wa huduma through preparation. Kuna mtu si apostle, sio nani, si nani, lakini ni huduma. All of us are workers. So tunaweza tukachukua ya kwamba hii tutaweza ifananisha na ile nilikuambia. Kitu cha kwanza, kila mtu akiokoka, kila mtu anapaswa kukuwa na huduma ya nini? Ya kuomba. Ni nani anapaswa kuomba? Ni nani anapaswa kuomba? So tukaona ya kwamba kuomba si personal ministry ya mtu yote. Kuomba ni ya wateule wote. Tulisema hivyo. Kuomba ni ya nini? Mtu yote akiokoka, sote tuko na huduma ya nini? Ya kuomba. Maana sote tunapaswa kuomba. Then number 2, sote tunapaswa kufanya kazi ya huduma. Sisi kama unanielewa? Sote tunapaswa kufanya kazi ya huduma. Lakini sasa sikiliza. Kristo anapofunzwa, huduma ndani yako inaendelea. Kristo, neno la Mungu linapofunzwa sahihi,
asifiwe. Mwili wa Kristo unajengwa. Tunaweza tukainterpret mwili wa Kristo mara mbili. Mwili wa Kristo unamaanisha wote ambao wameamini wanaitwa mwili wa Kristo. Mimi na wewe ambaye tunamwamini Yesu tunaitwa nini? Mwili wa Kristo. Na tena kuna huo mwili wa Kristo ambaye sio kusanyiko la watu, ambaye ni neno la Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni nani? Mstari wa 14 na mstari wa 3. Kisha neno akaja akaketi pamoja nasi. Kisha neno akawa na mwili, ambaye anaongea kuhusu nani? Yesu. So body of Christ tunainterpret mara mbili. Tunasema ni kusanyiko. So kusanyiko la watu ambao wako na imani moja kwa Kristo linapaswa kujengwa. Na pia mwili wa Kristo ambao ni neno la Mungu. Sio kama unanipata? Mwili wa Kristo, kumbuka pia neno la Mungu ni mwili wa Kristo. Pia neno la Mungu linapaswa kujengwa kwako. So the more tuna preach Kristo, mwili wa Kristo unajengeka ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nambari ya 3, ili tukaweze kufikia ungamo mmoja ya imani. Kazi ya hivi vipawa ni kutusababisha imani yetu tu kuwa moja, kwa sababu shida iliyopo inayogawanyisha imani yote ni jinsi ya imani ilivyo. Wengi wanamwamini Yesu, lakini barabara ya kumwamini Yesu ni tofauti. Wengi wanamwamini Mungu, lakini barabara ya kumwamini Mungu ni tofauti. Watu wote wanakubaliana na Mungu. Kile kinachotofautisha ni wao ni jinsi wanavyomwamini. Ile barabara wanapita ya kumwamini, tukiangalia sio barabara sawa na yetu. Sio kila mtu anamwamini Mungu tunafaa tukubaliane na yeye. Wao unafaa uangalie njia yake ya kumwamini Mungu ikoje. Amen. Njia yake ya kumwamini Mungu ikoje? Ukienda hata kwa Mungiki wanaamini nini? Mungu. Ukienda kwa Wahindi wanaamini Mungu. Ukienda wapi wanaamini Mungu. Unafikiria hata mganga hamwamini Mungu? Hata mganga anajua Mungu, maana ni ameto. Wanasiasa unawasikia siku hizi hao ndio wanapreach, wanaongea sana hii mambo ya Mungu kutushinda. Hata wao wanajua huyo. Lakini tukifuatilia vizuri, tuangalie barabara ya kumwamini Mungu, tutapata ya kwamba si sawa na yetu. Kwa nini? Vile wanafunzwa ni tofauti. Na sisi tumepewa vipawa hivi vya kusababisha ili tukaweze kuwa na ungamo moja la imani. Bwana Yesu asifiwe. Nambari 2, na kuweza kufahamu mwana wa Mungu. Kazi hii ya vipawa ambao tulipewa ni la kuweza kutuwezesha kuweza kumfahamu mwana wa Mungu. Maana kuokoka haukujui, haukui na knowledge ya Christ. Hapana, knowledge inanunuliwa bure. Knowledge ya Mungu inanunuliwa bure. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo lingine, ili tukaweze pia kukua machua, ama lugha nyingine tukaweze kukua mtu kamilifu. So unaona mtu akiokoka haukamiliki. Kuokoka hakukukamilisha. Ni nini na kukamilisha? Maana kukamilishwa ni process. Kukamilishwa ni nini? Ni process. Na tunakamilishwa na nini? Na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana kila mara unaona sababu ya kuwa na mikutano mingi ni nini?
Wapendwa, tunakuja kujenga. Tuendelee kukua. Sasa sikiliza, kuna tofauti ya mtu ameokoka na hahudhurii mafundisho kama mikutano, na mtu ambaye ameokoka na anafuatilia mikutano, anasikiliza injili. Hawa ni watu wawili tofauti. Kuna mtu aliokoka mwaka jana na kuna mtu aliokoka miaka 10. Na ule aliokoka miaka 10 hajengwi, alishaokoka akafika naenda mbinguni. Lakini huyu ameokoka mwaka jana, anafuata mikutano, anajengwa. Hawa ni watu wawili tofauti. Ukiwasimamisha hawa watu waongee kuhusu Yesu, wataongea tofauti. Wakati wa kujaribiwa, hawa watu wawili utapata ni watu tofauti. Kumbuka hivi vyote. Ukitaka kujua watu ni tofauti, wakati wa kujaribiwa ndio utajua wewe na wewe yuko kesema. Hapo ndio utajua nguvu ya mafundisho. Hapo ndio utajua nguvu ya mafundisho. Nilikwambia unaweza kuwa mwombaji mzuri sana, lakini hauna msingi wa neno. Na kuambia gharika ikija itapita na wewe na mambo yako, na utapita ukienda kwa. Lakini wacha nikwambie, elimu ya Mungu haiwezi ondoshwa. Utapata, utapitia. Utafanya nini? Utapitia. Kwani Isaya 43 inaongea kuhusu kuomba? No, inaongea kuhusu kukua na Mungu. Ukitaka katika maji mengi, ukitaka katika miale moto, usiogope, maana ni pamoja na wewe. Ni ya maana sana kukua na elimu ya Mungu. Ni ya maana sana kukua na elimu ya Mungu. Wakati wa kujaribiwa kwako utakujua. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Maana elimu ya Mungu iko na msingi mzuri ambaye imekupatia, ambaye inakuwa weapon ya kukusaidia kufight back kile unapitia. But unabaki umesimama au hujaondoshwa. It is possible unaomba, unapitia hali ngumu, ukakosa kuja kanisani, lakini ukaendelea kuomba kwa Mungu. So ile hali still kuna mahali imekuweza. Lakini ukiwa na elimu ya Mungu hautaondoshwa. Hauwezi ondoka. Bado uko na unapitia. Verse number 14. Inasema, then we will no longer be infants. Hii ndio sasa ujumbe wetu tunaopata hapa. Haleluya. Ili tusiwe tena nini? Watoto wachanga. Nafikiri wana watoto ambao wamezaliwa wadogo sana. Sikiliza. Ili tusiwe. So tukiokoka tunakuwa nini? Tukiokoka sisi ni nani? Watoto wachanga. Lakini hatupasi kuendelea kukua watoto, kwa sababu tumepewa hivi vipawa ili. Amen. Tumepewa hivi vipawa ili. Tumepewa wachungaji ili. Tumepewa wainjilisti ili. Nani anakuambia kazi ya mwinjilisti ndio kwenda kuhubiria wenye dhambi kule nje? Au kipea mimi kwa kazi ya evangelist hiyo nitoa wapi? Ni wapi imeandikwa kazi ya mwinjilisti ni huko nje? Kuja kuangalia kazi ya mwinjilisti pia ni kukamilisha mwili wa Kristo, ni kujenga mwili wa Kristo. Yes. That's why we have pastors who are evangelists. Hausiwaambia pastor mwinjilisti hawezi kaa kanisa. Hiyo ni uongo. Hiyo ni mawazo yako. Na hiyo pia ni elimu ya dini. Dini ilituambia kazi ya mwinjilisti ni nje. Hakuna mahali tunaambiwa kazi ya mwinjilisti ni nje. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hapa tunaona calling ya mwinjilisti inahusika pia na kujenga mwili wa Kristo na kusababisha wasizidi kuwa watoto wachanga, ili tusiwe watoto wachanga. Sasa chukua picha ya mtoto mchanga. Unajua kitu kubwa mtoto wa mchanga kufanya ni nini? Tutaendelea kesho. Unajua kitu kubwa sana mtoto mchanga kufanya ni nini? Kukula. Nafikiri kitu ya
kwanza mtoto akizaliwa analia. Anaambia hapa nyonyo mahali hapo. Nani anakuonyesha? Nani anamfundisha? Ni hivi. Na nani anatrain jinsi ya kunyonya? Na kwa tumbo ya mama yake alikuwa ananyonya. Alikuwa ananyonya. Mdomo hata alikuwa na kazi ilikuwa inafanya. Imetulia. Maana alikuwa analishwa. Sasa lakini ametoka, nani anaonyesha mahali matiti ya mama iko? Nani anaonyesha mahali matiti ya mama iko? Hiyo ni automatic kukula. Ukimwacha akijipupulia atafanya nini? Atakula. Unajua mtoto mdogo akishika matope mdomo kila kitu. Kwa hivyo kitu iko na nguvu sana kwa maisha yake ni kukula. Ni kwa sababu gani? Kukula kwake ndio kutamsaidia mbali kukua. Kwa sababu na yeye hitaji lake kubwa ni kukula ili aweze kukua. Asiponyonya iko shida. Asipokula iko shida. Sasa shida ni kwamba kwa sababu ya utoto mdogo hachagui cha kukula, kenye akashika na mkono yeye anakula, hata uchafu wake anakula. Wewe hajapatana na Wakristo tu wanakula anything. Au patana na Wakristo tu na Wakristo anything wanakula. Mimi nilikuwa napita hapo, nikasikia mkitaja jina la Yesu, nikaamua niingie ndani. Kenya anapita anakula. Nimekuja Bwana asifiwe. Najua nilikuwa napita, nikapata mnahubiri, nikasema unajua Mungu ni mmoja. Watoto, sikia vile watoto wanaongea. Mungu ni mmoja, Mungu ni roho yako. Kuna tu vitu wanaongea. Bwana asifiwe. Ingawaje yuko kanisa moja, lakini Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Mimi siendi na yeye. Rafiki yake alimwita huko, amen. Rafiki yake alimwita huko, amen. Rafiki yake ameenda huko, amen. Ndio unaona ya kwamba mtoto bora akule. Bora tuko na watu sarakasi zenye wanafanywa na wachungaji mikora. Hata unajiuliza ni saa ngapi unakubali kufanywa hiyo? Because nilikwambia sometimes vitu zingine zinahitaji you use your 5 common sense. Tukiingia kanisani our 5 common sense zinakuwa mbaya, sio? That's why we have so many foolish Christians kwa church, because they don't use their 5 common sense. Akishaingia kanisani anajua hapa sasa atumia roho peke yake. Huo ni ujinga. 5 common sense zetu sasa sisi tumeokoka. Sasa ziko sawa. Tunapaswa kuzitumia. Nani alikwambia kutumia akili yako ni mbaya? Kuna vitu vingi katika nyumba ya Mungu na katika maisha yako utatumia tu akili yako. Unaingia, tuliona ule Mokorino vile alikuwa anaombea ule mama. Ni nani hakuona? Ndio ufanywe hiyo vitu yote, unahitaji roho kuambia hiyo ni mbaya. Sione tu ni akili hii ni nini wewe mtandani fanya hapana, hisi sawa. Lakini kwa sababu ni mtoto, bora nitapona. Bora nitapona, wewe nifanyie tu. Huo ni kwa sababu ni watoto wachanga wanachukua chochote. Na hapa ndipo nakuambiaga kiti cha kuhukumu watu wachana nayo. Kanisani tumejawa na majudges wengi sana wamejaa kanisani. Kama kuna mahali usijaribu kufanya mistake ni kanisani. Jaribu kufanya mistake ndio utajua kuna mashetani kwa kanisa. Utapigwa mawe. Sijui kama mnajua ni ukweli vile. Kama kuna mahali mbaya siku hizi kuogopa kufanya kitu ni kanisani. Na watu wamekaa nao miaka mingi, watakupiga mbaya sana. Maana ni majudges wengi wamejaa kanisani. But ni kwa sababu wote ni watoto. Ufahamu wa Kristo ukiwa ndani mwako, utaelewa mtu akiwa mtoto mdogo hakuna kenye hawezi. Mimi sishangazi na vitu watu wanafanya. Mimi sishangazi.
Nasema mimi si mimi Pastor Zimio. Hakuna kitu mtu anaweza fanya kwa church akanishangaza. Nasikia vitu mingi ya watu. Sijui fulani anafanya, sijui fulani anafanya, azinishangaze hata kidogo. Na wameokoka, si ati hawajaokoka. Kwa kama sasa kumwambia wameokoka, maana wanamwamini Yesu. Shida yao iko wapi? Bado wamekwama kukua kwa watoto, na ndio maana wamejawa na nini? Wamejawa na utoto. Leo nimekuja kukuambia tuko na watu wengi wako kanisani wamejawa na utoto. Na kwa sababu bado ni watoto, watafanya kito. Ni nani alisema wakati nilikuwa mtoto? Biblia kuna kitu inaongea kuhusu wakati nilikuwa mtoto na sasa mimi ni mtu mzima. Sasa wacheni niwaambieni. Tuachane na watoto wakuwa watoto. Kuna kitu nilikuwa nimekataa zamani ninapomalizia. Ilibidi nikakubali. There are times I wanted my son to behave like an old man, like a mature person, kama mimi. Tukienda kwa nyumba ya wenyewe tukitembea, akae kwa kiti na astoke. Unajua kwa wenyewe usimkaruke. Yaani nilikuwa najaribu kumfanya kuwe kama mimi. Ilifika mahali nikaona hapana, na sio ni mtoto. Natarajiaje niende na Prince kutembelea rafiki yangu na Prince akae sitting room na yake mkono na akae tu. Itikado wangu. Nikasema, please Prince, nimekuallow. Wewe ni mtoto, please kuwa mtoto. Na hainisumbui siku hizi. Hata Prince yangu arukaruka kwa hii kanisa. Hainisumbui, zamani ilikuwa inanisumbua kwa sababu nilimruhusu yeye ni mtoto, wacha akuwe mtoto. Hii mambo ya kuexpect Prince akule bila kumwaga chakula chini, hiyo ni mchezo. Akirudi nyumbani amejichafua. Kwa nini umejichafua? Kwa nini umejichafua? Kwa nini? Shida ni umejichafua. Hapana, hapa kuna ujinga. Ruhusu mtoto akue mtoto. Kijana yangu nikimpata akicheza kwa mchanga, siwezi nikamchapa. Kwa nini? Ni nini natarajia mtoto afanye? Kama uko hapa na unakataa mtoto wako akuwe mtoto, nenda umwachilie akuwe mtoto. It is healthy kwa mtoto kukua mtoto. Natarajia kutembea na Prince supermarket na Prince afunge mdomo na anifuate tu. Wewe sifanye kazi. Dadi ndio uchukulie. Dadi. Wakati hiyo vitu iliingia kwa moyo wangu, huwa ninaruhusu kijana wangu akue. Hata tuende wapi, mimi naenda kuhubiri na mtoto yangu, huwa natembea na yeye. Hata juzi tulikuwa na Mombasa. Ana bebe anarukaruka na panda. Hainisumbui. Nasema wacha mtoto akue. Nasema hapa kanisani pia tuko na watu na turuhusu watoto waendelee kukua watoto. Hauwezi transfer atoke kwa mtoto akuwe mtu mkubwa mara moja. Na kile kinasababisha unaona utoto wake sana kwa sababu kuna utu uzima ndani yako. Sasa usitumie kwa sababu ya ukomavu wako na kukua kwako katika Mungu kwanza kudharau na kuchukulia wale vibaya. Hata wewe kukua umekuwa. Hata wewe kukua umekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wanapenda kusema kanisani tupatie watu time. Na ndio maana napenda kusema kanisani tupatie watu time. Mimi hata mtu afanye kitu nini, afanye kanisani na baba, mimi siwezi kukufukuza kwa kanisa. Siwezi. Na ukiona imefika nafikiri ni mara 2 nimefukuza watu kwa kanisa. Mara ngapi? Na ilikuwa imefika too much, sasa ameanza kukula watu. Mara 2. Niliwahi kufukuza mtu mara ya kwanza ni 2013 ama 2014. Aliingia kwa cult. Akaanza kuwa anaingia kwa kanisa, anaanza funza watu hiyo cult. Na nikaona ana change watu, sikuwa na dawa nyingine. Ingebidi nitangaze na nawaambia hapa, nikaondoa. Na wengine ndio wale rebels wa juzi. Lakini mimi kutoa kwa kanisa si rahisi. Kwa sababu ya understanding nilionayo. Kuna vitu zingine unafanya hivi kwa sababu kuna mambo bado hujajua. Naongeaga na wasichana wangu hapa. Nawaambiaga vitu vingine, siku utakuwa mkubwa utanielewa. Na muongeleshana na nawaambia, unajua sasa hivi naweza kosa kunielewa kwa sababu your age cannot understand me. But namwambia vitu vingine ukiwa mkubwa utanielewa. Sio kama naongeaga vibaya hivi. Is it okay? Siku na vitu vingine unataka kutafanya. Wacha kumforce kuelewa. Wewe unaelewa kwa sababu wewe si rika yake. Lakini kumbuka wakati ulikuwa rika yake ulikuwa kama yeye. Si nimekwambia wakati mama yangu alikuwa anatuchapa. Na my sister
Sinikwambia. Nilikuwa nawaelewa? Sikuwa nawaelewa, lakini leo ninawaelewa. Kwa nini mama yangu alinichapa? Leo ninaelewa. So kuna vitu vingine naongelesha kwa wao, na ninawaruhusu ni watoto, hamtanielewa. Siku ile utakuwa mtu mkubwa, maana kuna vitu vingine vinagharimu kukomaa, kukua ndio uvielewe. Achana na mtoto yako akuwe nini? Mtoto. Achana na mtoto yako akuwe nini? Achana na mtoto yako akuwe nini? Mtoto. Na ninakuomba pia kanisani, kwa sababu kuna kiwango umefika. Achana na watoto pia, wachana kanisani wazidi kwa watoto. Achana. Leo utamuona hivi, kesho utamuona hivi, kesho utamuona hivi. Kwa sababu naongea kuhusu upepesho, kurudishwa. Fani ni kama karatasi. Biblia imefananisha na karatasi. Tuchukue karatasi ya leo, sawa? Tuiweke pale katikati kwa barabara. Tukirudi tutaipata hapo, tutaipata pale, tutaipata pale, tutaipata pale, tutaipata imeenda juu, tutaipata mbelego. Penye upepo itaenda ndio inaenda. Kumaanisha kwamba haiji-control, inakontroliwa. Tuko na watu level wako, they don't control themselves. Wanakuwa control na what is going on. Kuna watu wanajua kanisa ni mzuri kwa sababu kuna upepo unaosema hii kanisa ni nini? Ni mzuri. Sasa hiyo ndio iko na wao. Upepo mwingine ikija iseme Pastor Simiyu ni shetani, anafanya nini? Nimesikia Pastor Simiyu tena ni shetani, anatoka. Na mwenye akamwambia Pastor Simiyu ni shetani, yeye hakujaki kwa hii kanisa, na yeye anakaa chini ananisikiliza. So yeye ananijua kushinda wale anaangalia. Sema upepo. Sema upepo. Lakini tukiwa na msingi, tukijenga kwenye msingi imara, tutapepeshwa. Sijui kama utaruhusu watu wakuwe vile walivyo. Simama tu kabla yako. Salia watu mwambie tafadhali, ruhusu mtu akuwe vile yako. Mimi nataka udili na watu kulingana na knowledge. Nataka udili na watu kulingana na level ya knowledge. Especially believers. Usidili na mtu kwa sababu ameokoka. Watu wako na expectations nyingi kwa watu wameokoka, na ndio maana kuokoka kunachukuliwa mbaya. Tusikuwe na expectation mingi kwa watu wameokoka, tukuwe na expectation kubwa kwa watu ambao wamebadilika. Sasa vile ameokoka, hawezi fanya hii, hawezi fanya hii, hawezi fanya hii, hawezi fanya hii. Hizo expectations ziweke kando. Watu wameokoka wanaweza kukatakata, watakupiga. Amsikii corruptions zimejaa makanisani? Amsikii maokora zimejaa kanisani? Inakushangaza? Kai, hiyo ndio wokovu? Hapana, usikuwe na wasiwasi, hakuna shida. Ni sawa. Nani wameokoka? Kama sawa wameokoka. Wameokoka. Si ati hawajaokoka, wamefanya. Si hata Petero alikata mtu sikio. Alikuwa hajaokoka kama alikuwa ameokoka. Na Yesu alimwambia hiyo kisu tupa. Hata Yesu alimwambia usitupe, alimwambia irudishe mahali pake. Kwa maanisha Yesu alikuwa amebaka hiki jamaa kinanifanya na kiko na kisu. Lakini Yesu alikuwa anajua hii kisu itatolewa na wokovu. Hii kisu itatolewa na mafundisho. Sema Yesu alijua hii kisu itatolewa na nini? Na mafundisho. Kuna mahali Yesu alimwambia atupe kisu. Na Petero alibeba kisu miaka yote. Kuna mahali aliacha. Kuna mahali wakati aliacha nini ilisababisha waache? Mafundisho. Kuna vitu asilimia kubwa ya vitu kwa wanadamu, especially character, haitolewi na kuokoka. Mtu akiokoka anaokoka na tabia yake. Nisikize hapo. Mtu akiokoka anaokoka na tabia yake. Vile yake. That's why kuna mtu kichokora kanisani atakupiga na hakuna kitu atahisi. Lakini mtu ambaye amebadilishwa na neno la Mungu akikupiga itamsumbua. Itamsumbua. Mtu ambaye ako na knowledge ya Mungu, Kristo anaendelea kujengwa ndani yake, akikugonga atahukumika.
katalia deni yako atakulipa. Na hizi chochote na hakuna kitu ni sawa, ni usikuwa na shida ameokoka mzao mapia ameokoka. Nani alisema ameokoka? Tofautisha kuokoka na elimu ya Mungu. So tumesema to deal na watu kulingana na nini? Level ya maturity. Sio level ya kuokoka. Na expectation mingi tuko nayo kwa Wakristo, tuweke expectation zetu kwa watu ambao wamebadilika, to expect much from them. Kwa hiyo kanisa kuna vile na dini na watu. Usiana na mambo na type. Kuna watu tumembelezana, lakini kuna watu shughuli na wao. Kuna mtu kanisani yeye akikosa hata sikuagi na shida naye. Lakini kuna mtu akikosa kanisani asiponiambia, akirudi tunakaa chini tuongee. Mwambie sasa ni maisha gani unataka tuishi? Hakuna kitu kama hiyo. Inakuaje Jumapili ukuje kanisa unasafiri na uniambie hakuna kitu kama hiyo? Wewe usiniambie hivyo. Ni kwa nini nadili na yeye hivyo? Sababu kuna kiwango amefika. Umefika kiwango cha kuwa kiongozi kwa kanisa, inamaanisha kuna level umefika. Umefika kiwango cha kuwa mhuduma, inamaanisha kuna kiwango umefika. Lakini kuna mtu hata asipokuja Sunday hatutasumbua. Tamuuliza mbona hukuja Sunday? Mpasa nilikuwa kwa nilisafiri. Oh sawa sawa. Mungu akubariki neema hiyo. Lakini kuna mwingine haitaenda hivyo. Kuna mtu akikosea ninagombanishaga yeye. Ni mzuri kugombanisha mtu? Yes. Kuna mabibi ya watu hapa, kuna mabwana ya watu, kuna vijana. Akipita kombo, siongeage polepole naye, napelekaga yeye mbio. Kulingana na level ya elimu ya Mungu alionayo. Lakini kuna mtu akikosea na mwambia wake neema itoshi, neema imsaidie. Neema hii Mungu hapa neema ifanye kazi. Maana neema sasa ina mambo mengi. Lakini kuna mwingine hapana. Pia wewe hiyo tabia nisipate tena. Na nisipate kufanya hivyo. Kwa mmoja wao. Tajana nafikiri ni baraka ya mbio sana kijana. Baraka ya mbio. Sijui na pole na neema hapana, na dini na kipoko. Sababu ya nini? Level ya elimu. Najaribu kukuambia hata wewe sijui na watu hivi. Ma disappointment uko nao nyingi ni ma expectations zako kwa watu ambao wameokoka. Wachana kuokoka, zaidi ya kuokoka kiwango cha maturity. Kiwango chake cha ufahamu wa Kristo. Kiwango cha vile anafahamu nani? Kristo. Amen. Ndio kama kuna mtu amebarikiwa, tutaendelea kesho tena katika jina la Yesu. Na ndio maana mimi siwazikagi, sisumbukagi na vitu mingi. Kuna vitu mingi inafanyika ukiwa na watu wengi jinsi nilivyo nao. Mambo ni mengi. Mpaka saa zingine wengine wanakosana sokoni. Mtu anakimbia anajua ni mshiriki Azimio, anakimbia hapa sokoni. Haja mshirika yako, sikia anatoka nini, namwangalia tu. Ambia achana mshirika yako. Wewe mshirika yako, achana na yeye. Vita zile umepigania soko, pelekea kanjo mzalie kanjo huko. Sasa mimi nataka mshirika yangu kanisani. Kama unakuja kuniambia hivyo, mshirika hapana. Mimi naelewa watu. Hii kanisa tuko na watu viwango vingi sana. Hivyo ndio utakuomba udili na watu. Ni mambo ya kudili na mtu kwa sababu yameokoka. Wacha mara moja. Vijana, tafuta kasichana kenye kameokoka. Wacha mara moja. Enda zaidi ya wokovu. Enda zaidi. Tafuta mtu ambaye ufahamu wake wa kumjua Yesu umeongezeka. Hiyo ni safe. Amen. Nafikiri pia wewe ni changamoto na kupatia ya kwamba unahitaji kuendelea nini. Maana timu yetu hii ni timu ya miaka 10 going deeper in the things of God. 10 good years iko na kazi kuhakikisha watu wanaenda zaidi. Wacha kukaa hapa. Waende zaidi. Maana kwa shallow waters kelele ni mingi. Sijui kama unajua hivyo. Deep sea unajua maji yananyamaza. Do you know kwa shallow water unaweza kufa haraka? But do you know deep sea si rahisi? Kwa sababu kwa shallow water maji sijui iko na oxygen, sijui iko na nini, haiwezi kukuinua. Na kwa shallow waters wewe uko na nguvu kushinda maji. Kuna watu wachache bado wako na nguvu kushinda neno la Mungu. Nasikia. Wao ndio wana nguvu. Kwa shallow waters mimi ndio nina nguvu. Deep sea nani ako na nguvu? So the more you go deeper,
ndio unaendelea kuisha nini? Nguvu. Kuna mahali nafika tu kwa shallow waters, kwa deep sea tu nikifanya hivi mimi nafanya nini? Nasimama. Maana mahali niko sasa maji ni mingi kunishinda. Wapendwa, mpaka ifike level neno la Mungu iwe mingi kushinda. Kuna watu bado wako wengi kushinda nini? Neno la Mungu. Mambo tofauti. Hilo mikono tutaweka moja, shukuru Mungu. Kwa na vifo kwa jina katika jina la Yesu. Baba nakutukuza, Baba nakuinua, Baba nakutangaza katika jina la Yesu. Ushukuriwe Baba wa mbinguni, ushukuriwe Baba wa mbinguni, ushukuriwe wewe mtakatifu, ushukuriwe mweza wa vyote, ushukuriwe Mungu wa mbingu na nchi, ushukuriwe Bwana Yesu katika jina la Yesu. Baba ninakutukuza, Baba ninakuinua, Baba ninakuhimidi, Baba nakutangaza kwa jina la Yesu. Tunaomba na kuamini, sema amina. Mtazamaji wangu, sema umebarikiwa sana kwa pamoja nasi siku ya leo katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Natumai unaendelea kuelimika na natumai pia jinsi ambavyo unazidi kuchukulia watu ambao wameokoka inabadilika kwako katika jina la Yesu. Kutoka kwetu hapa ni mimi wako Apostle PM Selim, Voice of Fire wa kanisa Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Umebarikiwa sana na uwe na siku njema. Amen, amen. Shika sadaka zako ukaweze kutoa katika jina la Yesu. People who are complaining so much church, please waweke mahali pa, uelewa mahali